Siri ya kung'ara katika maisha. Siri ya kung'ara katika maisha. Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya na mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Watu ambao wanatamani kung'ara, kuna watu ambao wanatamani kuonekana kwamba ni wa thamani. Lakini ni vema kujua kama unatamani kung'ara kwenye maisha yako, unatamani kung'ara kwenye biashara yako, unatamani kung'ara kwenye huduma, unatamani kung'ara kwenye eneo lote la maisha yako, ni vema ukajua siri. Na watu wengi ambao unatamani kuwa kama wao. Kuna wafanyabiashara ambao unatamani kuwa kama wao. Kuna utumishi wa Mungu ambao unatamani kuwa kama wao. Lakini kuna siri hii ambayo tunakwenda kujifunza leo, iliyopelekea wewe hivyo walivyo. Unawatamani kweli, lakini hujui mpaka wamefika hatua hiyo wamekutana na mangapi, wamepitia mchakato wa kufika hapo walipo sasa. Hujui. Na ndio maana ni vema tukajifunza siri ya kung'ara kwenye kila eneo la maisha yako. Siri za kung'ara. Tunaposoma kwenye Warumi 12:12, maandiko yanasema kwamba kwa tumaini mkifurahi katika dhiki, mkisubiri katika kusali mkidumu. Warumi 12:12 inasema kwa tumaini mkifurahi katika dhiki, mkisubiri katika kusali mkidumu. Lakini pia tunaposoma Timotheo wa pili 2:3, maandiko yanasema kwamba ushiriki tabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo. Ushiriki tabu pamoja nami. Ushiriki tabu pamoja nami kama askari mwema. Huu ni waraka ambao Paulo anamwandikia mtoto wake Timotheo. Lakini pia Paulo anaandika kwa Warumi kwamba tukifurahi katika dhiki. Tunapozungumzia dhiki ni hali ya tabu au ni hali ya mateso, ni hali ya shida. Dhiki. Lakini pia Paulo anaanza ushiriki tabu pamoja nami. Tunapokuwepo hapa duniani tutakutana na majaribu mbalimbali. Tutakutana na dhiki mbalimbali, tutakutana na changamoto mbalimbali. Tunaposoma neno la Mungu kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, hakuna eneo lolote ambalo linazungumzia ya kwamba tutakutana na magumu, hatutakutana na changamoto. Andiko anasema kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu humokoa na hayo yote. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Mungu humokoa na hayo yote. Lakini tunaposoma kwenye Yakobo 1 mstari wa 2 anasema, ndugu zangu, hesabuni kuwa ni furaha tupu mkiangukia kwenye majaribu mbalimbali. Hesabuni kuwa ni furaha tupu. Tunapokuwepo hapa duniani tutapita kwenye mitihani mbalimbali, tutapita kwenye majaribu mbalimbali, tutapita kwenye dhiki mbalimbali. Na maandiko yanasema hesabuni kuwa ni furaha tupu tukiangukia kwenye majaribu mbalimbali. Lakini kuna watu, cha kusikitisha ni kwamba watu wengi wanapopita kwenye majaribu, wanapopita kwenye magumu, ni watu ambao hawezi kustahimili, ni watu ambao hawezi kuvumilia. Watu wanataka kung'ara lakini hawako tayari kuvumilia. Tunapozungumzia habari ya uvumilivu, ni uwezo wa kustahimili hali ngumu, ni uwezo wa kustahimili majaribu, ni uwezo wa kusubiri jambo kwa muda mrefu bila kukata tamaa. Uwezo wa kusubiri jambo kwa muda mrefu bila kukata tamaa. Kumbuka tunajifunza siri ya kung'ara katika maisha, ambayo siri mojawapo ya kung'ara, ninajua ziko siri nyingi, lakini leo nataka kuzungumzia siri moja tu, ambayo ni uvumilivu. Watu wote ambao unaona kwamba wamefanikiwa kwenye eneo fulani, iwe ni eneo la huduma, iwe ni eneo la biashara, ni watu ambao walikuwa ni wavumilivu, ni watu ambao walikuwa na uwezo wa kustahimili hali ngumu, ni watu ambao walikuwa na uwezo wa kustahimili majaribu, ni watu ambao walikuwa na uwezo wa kusubiri jambo kwa muda mrefu bila kukata tamaa au kukasirika au kuacha msimamo. Watu ambao ni wepesi wa kukata tamaa, sio rahisi kufanikiwa kwenye eneo lolote lile. Watu ambao hawana msimamo, sio rahisi kufanikiwa kwenye eneo lolote lile. Hawezi kufanikiwa kwenye eneo lolote. Ni kweli unatamani kung'ara kwenye biashara yako. Ni kweli unatamani kung'ara kwenye huduma yako. Ni kweli unatamani kuwa ndoa yako iwe mfano. Lakini unahitaji kuwa mvumilivu. Hao watu ambao unatamani kuwa kama wao,
walikutana na magumu kama ambayo wewe unakutana. Wakati mwingine walikutana magumu kuliko wewe, walikutana na hali ngumu, walikutana na majaribu, lakini walisimama, hawakukata tamaa, hawakuvunjika moyo, na ndio maana wako hivyo walivyo. Hivyo walivyo ni matokeo ya uvumilivu waliokuwa nao, ni matokeo ya uwezo wa kustahimili waliokuwa nao. Hawakuvunjika moyo walipokuwa wanakutana na magumu, hawakukata tamaa walipokuwa wanakutana na majaribu, hawakukata tamaa wakati majibu yao yalipochukua muda mrefu, hawakukata tamaa. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba ukisha kutimiza yote na kisha kusimama. Na maandiko yanaposema kwamba ukisha kutimiza yote na kisha kusimama, yamkini umefunga na kuomba, yamkini umeomba kweli kweli, umewashirikisha watumishi wa Mungu, lakini bado jaribu lako lipo tu. Maandiko yanasema ukisha kutimiza yote na kisha kusimama, manake usirudi nyuma. Simama, endelea kusimama katika imani. Paulo anawaandikia Warumi 12:12 kwamba kwa tumaini mkifurahi katika dhiki, mkisubiri katika dhiki, mkisubiri katika kusali, mkidumu. Lakini Paulo anamwandikia pia mtoto wake Timotheo wa pili 2:3 kwamba ushiriki tabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo. Kama wewe ni askari mwema wa Kristo, utapita kwenye tabu, lakini usikate tamaa. Kama unatamani kung'ara kwenye huduma yako, kama unatamani kung'ara kwenye utumishi wako, utapita kwenye magumu, utapita kwenye majaribu, lakini usikate tamaa kama unatamani kung'ara. Kwa siri mojawapo ya kung'ara kwenye eneo lolote la maisha yetu, iwe ni kwenye eneo la huduma, iwe ni kwenye eneo la biashara, lazima uwe mvumilivu. Lazima uwe mvumilivu. Kama huna roho ya uvumilivu, huwezi kung'ara kwenye maisha. Huwezi kung'ara kwenye maisha. Huwezi kung'ara kwenye maisha. Mara nyingi watu wanafurahia matunda, wanafurahia matokeo, lakini mchakato wa kuwa hivyo hawako tayari kupita kwenye mchakato. Hawako tayari kupita kwenye mchakato. Tutapita kwenye dhiki, tutapita kwenye hali ya tabu, tutapita kwenye hali ya mateso, tutapita kwenye shida, tutapita. Lakini atakayevumilia, huyo ndiye ambaye atakuwa na mwisho mzuri. Hajalishi umeanzeje kwenye safari yako ya wokovu. Yesu aliwaambia wanafunzi na tuvuke ng'ambo. Hakuambia kwamba katika safari ya kuvuka ng'ambo atakutana na dhoruba. Kwanza sio issue utakayokutana nayo ukiwa katikati ya safari. Utakuwa na uwezo wa kustahimili, utakuwa na uwezo wa kuvumilia. Utakuwa na uwezo huo. Kwa sababu wale pekee ambao wana uwezo wa kuvumilia, wana uwezo wa kustahimili, wana uwezo wa kustahimili hali ngumu, wana uwezo wa kustahimili majaribu, wana uwezo wa kusubiri jambo kwa muda mrefu bila kukata tamaa, ndio ambao unawatamani. Unatamani maisha yao, unatamani biashara zao, unatamani huduma zao, kwa sababu ni watu ambao walikuwa na uwezo wa kusubiri jambo kwa muda mrefu. Hata kama muujiza wao ulichelewa, lakini waliendelea kusimama katika imani, waliendelea kusimama katika imani, waliendelea kumwangalia Mungu. Jicho lao halikuondoka kwa Yesu, wakijua kwamba Mungu yuko pamoja na wao katikati ya majaribu wanayopitia, katikati ya magumu wanayopitia. Walijua kwamba Mungu yuko pamoja nao, maana Mungu amesema sitakuacha kabisa na wala sitakupungukia. Sitakuacha kabisa na wala sitakupungukia. Lakini pia maandiko yanasema kwamba unapopita kwenye maji hayatakugharikisha, unapopita kwenye moto hautakuunguza, maana Mungu yuko pamoja na wewe. Siri mojawapo ya kung'ara ni uvumilivu. Siri mojawapo ya kung'ara kwenye eneo lolote lile, siri mojawapo ya kufanikiwa kwenye eneo lolote lile ni uvumilivu. Na ndio maana Paulo anawaandikia Warumi 12:12 kwamba mkifurahi katika dhiki, mkisubiri katika dhiki, mkisubiri katika dhiki, mkisubiri. Paulo anawaandikia mtoto wake wa kiroho Timotheo wa pili 2:3 kwamba ushiriki tabu pamoja nami. Paulo hawezi kusema kwamba ushiriki tabu pamoja nami kama kuna tabu. Anasema kama askari mwema wa Kristo. Je, wewe ni askari mwema wa Kristo? Kama ni askari mwema wa Kristo, utapita kwenye tabu, lakini katika tabu simama katika imani. Simama katika imani. Watu ambao hawana uwezo kustahimili hali ngumu, watu ambao hawezi kustahimili majaribu, watu ambao hawezi kusubiri jambo kwa muda mrefu bila kukata tamaa, hawezi kufanikiwa kwenye eneo lolote lile. Hawezi kung'ara kwenye eneo lolote lile. Hawezi kung'ara kwenye eneo lolote lile.
Mithali 24:10 anasema ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Nguvu zako ni chache. Hatutakiwi kuzimia siku ya taabu. Cha kusikitisha, watu wengi wanazimia siku ya taabu. Wanapokutana na magumu wanazimia. Majibu yao yanapochukua muda mrefu wanakata tamaa. Katika safari ya kujenga imani yetu tutakutana na majaribu mengi, lakini usikubali kushindwa. Tutakutana na majaribu mengi. Kama upo tayari kujenga imani yako, kama upo tayari kujenga misuli ya imani, uwe tayari kusimama katika imani, uwe tayari kustahimili hali ngumu, kustahimili majaribu, kusubiri kwa muda mrefu bila kukata tamaa au kukasirika. Uwe tayari katika safari ya kujenga imani. Imani haiwezi kujengwa, imani yako haiwezi kujengwa kwa mambo kuwa tambalale. Utapita kwenye dhiki, utapita kwenye tabu, na Bwana Paulo anamwandikia Timotheo, shiriki tabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo. Kama wewe ni askari mwema wa Kristo, utapita kwenye tabu, utapita kwenye mateso, utapita kwenye dhiki. Utapita kwenye dhiki. Wale tu watakaostahimili nyakati hizo ngumu, wale tu watakaostahimili wakati majibu yao yanachelewa, ndio pekee ambao wataweza kung'ara kwenye maisha yao, ndio pekee ambao wataweza kufanikiwa kwenye maisha yao, ndio pekee. Usikubali kushindwa. Paulo anasema kwenye Warumi 8:35, ni kitu gani kitakachotutenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu? Je, ni dhiki? Je, ni adha? Je, ni njaa? Je, ni upanga? Kwa ajili ya imani tulionayo tumekuwa kama kondoo wa kuchinjwa, lakini katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Kama wewe umeokoka, hauna vinasaba vya kushindwa ndani yako. Kushindwa sio sehemu yako. Kushindwa sio sehemu yako. Roho ya ushindi ipo juu yako. Ipo juu yako. Katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Tunashinda zaidi ya kushinda. Siri pekee ya kufanikiwa kwenye maisha yetu ni kuwa wavumilivu. Siri pekee ya kung'ara kwenye eneo lolote la maisha yetu ni kuwa wavumilivu. Uwe mvumilivu. Lipe neno nafasi ya kufanya kazi katika maisha yako na katika hali unayopitia. Vumilia. Hiyo hali unayopitia ni kwa ajili ya ushuhuda wako. Hilo jaribu unalopitia ni kwa ajili ya ushuhuda wako. Hiyo hali ngumu unayopitia ni kwa ajili ya ushuhuda wako. Ni kwa ajili ya ushuhuda wako. Ng'ang'ana na kile unachokiamini. Usikate tamaa. Sema, maandiko yanasema kila kitu kitapita, lakini neno la Mungu halitapita. Warumi 3:4. Au no. Warumi 3 inasema kila mtu aonekane kwamba 3 inasema kwamba kila mtu aonekane mwongo, lakini Mungu aonekane kwamba ni amini. Amini kile ambacho neno la Mungu limesema. Usikubali kukatishwa tamaa na mtu yoyote yule. Wakikusema vibaya, vumilia. Ukitukanwa, vumilia. Ukidharauliwa, vumilia. Wewe sio wa kwanza. Yesu alikatishwa tamaa, Yesu alikataliwa, alisemwa vibaya, alidhihakiwa, lakini hakuteteleka. Ukidharauliwa, vumilia. Kumbuka hayo yote yamepangwa ili kukuinua kwenda viwango vingine. Unatamani kwenda viwango vingine, utakutana na majaribu, utakutana na mitihani mbalimbali, utakutana na dhiki. Kama uko serious na unatamani kufika mbali, kwenda viwango vingine, uwe na uwezo wa kustahimili. Vumilia. Usikubali kukata tamaa. Usikubali kushindwa. Hali yoyote unayopitia isiyo sababu ya wewe kukata tamaa. Hali yoyote unayopitia isiyo sababu ya kuvunjika moyo. Dhiki yoyote unayopitia isiyo sababu ya wewe kukata tamaa. Piga vita vizuri vya imani. Ilinde imani. Mwendo ukamalize. Haijalishi ulianzeje. Maandiko yanasema kwamba heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Watu ambao wanaanza vizuri, lakini wanapokutana katikati ya bahari wanakutana na dhoruba. Wanasema Yesu, wanakutana na dhoruba. Yesu ambaye tuvuke ng'ambo, hakuambia watakutana na dhoruba hapa katikati. Mungu akawaambia kwamba wanaweza kwamba ipo nchi inayotiririka maziwa na asali. Hakuambia kwamba watakutana na bahari ya Shamu, hakuambia kwamba watakutana na majitu ambao walistahili kusimama katika imani. Tutakutana na mitihani mingi, lakini wale tu ambao ni wavumilivu ndio watakaofanikiwa kwenye maisha yao. Piga vita vizuri vya imani.
Piga vita vizuri vya imani. Jaribu hilo unalopitia limelenga kupeleka hatua nyingine. Jaribu hilo unalopitia limelenga kupeleka viwango vingine. Ukikata tamaa, utabaki hapo hapo ulipo. Hautatoka hapo ulipo. Pambana na Goliath. Ufalme wako upo mbele. Pambana, simama vizuri, piga vita vizuri vya imani. Haitachukua muda. Hao wanaokudharau, endapo utakasimama katika imani, wataanza kukuheshimu na kukusema vizuri. Luka 21:19 maandiko nasema, nanyi kwa subira yenu mtaziponya nafsi zenu. Kwa subira mtaziponya nafsi zenu. Mtaziponya nafsi zenu. Utapita kwenye magumu, utapita kwenye changamoto, lakini vumilia. Usikubali tamaa. Usikubali kukata tamaa. Usikubali kukata tamaa. Na Mungu akupe neema ya kushinda katika mambo yote unayopitia, katika changamoto zote unazopitia, katika majaribu yote unayopitia. Mungu akupe kushinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Waliopanga waibike wataibika wenyewe. Waliopanga waangamie wataangamia wenyewe. Waliokunenea mabaya, hayo mabaya yatawapata wenyewe. Simama katika imani. Neema ya kupiga vita vizuri vya imani na iwe juu yako. Neema ya kuilinda imani na iwe juu yako. Neema ya kumaliza mwendo kwa ushindi mkubwa, hiyo neema na iwe juu yako. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Buka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Usisahau kusubscribe. Lakini pia unaweza kushare, unaweza kucomment. Mungu na kubariki katika jina la Yesu.